Sisi watu wa mahitaji maalumu tunaleta shukrani za dhati kwenu nyote. Wasabato mliona tunastahili kutambuliwa kwa kuwa pamoja nanyi katika ukumbi wa CCM Mafinga. Mlitukaribisha kwa moyo wa upendo. Sisi watu wa mahitaji maalumu tunaleta shukrani za dhati kwenu nyote. Wasabato mliona tunastahili kutambuliwa kwa kuwa pamoja nanyi katika ukumbi wa CCM Mafinga. Mlitukaribisha kwa moyo wa upendo. E Mungu, bariki watumishi wako Pasta Mwanga na Pasta Mng'ong'o. Tembeeni Tanzania kwa neema ya Mungu, kuwaleta wengine zizini mwake. Tuko salama ndani ya kanisa la Mungu wote. Dodoma na sehemu nyingine ya Kiteto, tunaukaribisha sana Mheshimiwa Mbunge. Kwa kweli una majukumu mengi sana na isingekuwa rahisi kwako kupata muda wa kuja mahali hapa, lakini niseme ya kwamba kanisa la Waadventista wa Sabato umelipa kipaumbele, umetuheshimu na kuacha majukumu yako mengi ikiwemo mapumziko na ibada, umekuja kuungana pamoja nasi. Mungu akubariki sana. Tunashukuru sana na tumshangilie mbunge wetu. Tumshangilie mbunge wetu kwa vigelegele na makofi mengi. Asante sana. Ndugu mheshimiwa, kwa kweli tunakupenda. Wewe ni mtu mnyenyekevu, wewe ni mtu wa watu. Nimeangalia namna ulivyofika hata katika uongozi, ni namna unavyoishi na watu vizuri, na Mungu amekuweka hapo. Na sisi leo wachungaji tunakuweka wakfu ya kwamba Mungu atakupandisha zaidi ya hapo, kwa sababu unafanya kazi na watu na maendeleo yanaonekana. Wewe ni msikivu, ni mnyenyekevu, na kanisa hili unalipenda, na ndio maana umekubali kuja hapa. Tunakushukuru sana. Mungu akubariki, pamoja na wageni wengine wote waliokuja hapa. Tunashukuru kwa kuja kwenu. Mungu awabariki wote. Tunashukuru kwa sadaka zenu za ukarimu na unyenyekevu ambazo umetoa kwa ajili yetu wote. Ndugu mgeni rasmi, mbele yako nikutambulishe watu wa mahitaji maalum walioko mbele yako kabisa. Hawa ni wenzetu katika jamii, kama vile serikali inavyoweka huduma zake kwa wananchi wake, na kanisa pia linaona hitaji la kuunga mkono. Kwa hiyo kanisa la Waadventista wa Sabato lina idara ya wanawake, idara ya wanaume, idara ya watoto, idara ya vijana na ya watu maalum. Na kwa namna hiyo, kwa muda huu kanisa likaona ya kwamba katika kanda hii ya Mafinga liwe na kituo maalum kwa ajili ya hawa wenye mahitaji maalum ambao wengine wana ujuzi mbalimbali kama ushonaji, ya kwamba tuwe na kituo maalum cha ufundi na mafunzo. Wala ambao tayari wana utaalamu waanze kufanya kazi hapo, wapate kipato chochote, badala ya kuendelea kuwa wanahitaji kusaidiwa ombaomba. Hilo ndio lengo kubwa la kanisa. Lakini pia kanisa liwasaidie wahitaji wengine ambao hawana ujuzi, ili na wenyewe waweze kupata, waingie kwenye kituo hicho kwa ajili ya kujiajiri na kupata kipato. Kwa hiyo hilo ndio lengo letu na ndio msukumo mkubwa ambao tumekualika mheshimiwa uweze kutuunga mkono, lakini pia uunge mkono wananchi wa eneo hili. Na kituo hiki kitakuwa tu kwa ajili ya Wasabato, kitakuwa kwa wananchi wote wa hapa Mafinga na maeneo ya jirani. Na tunaomba tuanze kituo hicho cha mafunzo na ajira kwa watu wenye mahitaji maalum, ili ya kwamba
Watanzania wengine na majimbo mengine hapa Tanzania yaje yajifunze kwetu hapa namna ya kusaidiana na watu wenye mahitaji maalum. Na kwa hiyo mheshimiwa, hitaji letu la leo ni kukualika wewe uungane pamoja nasi katika kununua kiwanja ambacho tumekipata na eneo kwa ajili ya ujenzi wa hilo eneo katika eneo la Mji Mwema, na gharama yake kabisa ni shilingi milioni 50. Pamoja na hayo yote, sisi kanisa au viongozi na hasa askofu mkuu wa jimbo hili ametoa shilingi milioni 20 kwa ajili ya kazi hiyo. Na kwa hiyo basi kwenye ombi letu kwenye hitaji la milioni 50, zingine wameleta hapa waimbaji na zingine wageni mbalimbali waalikwa watatoa, lakini inabakia milioni 30 ambayo tunaomba leo tuongoze namna ya kuweza kuipata, namna ambayo wewe Mungu atakujalia kutoa na marafiki zako na watumishi wengine na wageni waalikwa pamoja na waimbaji kwa ajili ya kwa karibu na kujenga kituo hicho. Baada ya kusema hayo, mgeni rasmi, nitakualika cha kwanza tuzindue santuri yao ya wimbo walioimba, iko pale, ukate utepe. Baada ya hapa dakika chache kabisa utatuhutubia na kutusalimia wananchi wako, na sisi tunakuombea Mungu akubariki sana. Baada ya kusema hivyo, nialike meza kuu isimame, twende pale kwenye santuri tukazindue. Baada ya hapo, mgeni rasmi usimame mezani. Asante basa kwa maelekezo. Ndugu, tusogee pale tutoe maelekezo mafupi kabla zoezi hilo halijakamilika. Tunaanza na ipi kukata, kisha kinafuata. Yote ni kuhakikisha tukio hili basi linakwenda kufika mahala pake. Ni zoezi sasa la uzinduzi wa awamu hii ambapo mheshimiwa mgeni rasmi atakata utepe namna hiyo. Jamani, makofi na vigelegele vingi. Ndugu hapo, asante sana mheshimiwa. Tubariki mheshimiwa tafadhali. Baba huyo. Baba huyo amependeza. Makofi mengi na vigelegele tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bado jamani, tumepoa. Bwana Yesu asifiwe. Waadventisti wa Sabato wote tulioko hapa, wageni waalikwa, ndugu zetu ambao leo ndio mmetukusanya hapa, ndugu zetu wanakwaya mliojitolea, wanakwaya wa mahitaji maalum, na wote tulioko ndani hapa, Bwana Yesu asifiwe. Kama ambavyo nimetambulishwa tangu mwanzo, mimi naitwa Dickson Nathan Utelele. Wengi wananijua kwa jina la Vila, ndiye mbunge wa jimbo la Mafinga mjini. Kwa wale mnaotoka Igole, Tili pamoja na maeneo mengine, karibuni sana mjini. Ndugu zangu, kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kutupatia uzima. Tumepata uzima na ndio maana tuko hapa. Lakini namshukuru Mungu kwa nyinyi viongozi pamoja na kanisa kuona kwamba kwenye tukio hili na mimi ndio sehemu yenu. Kusema ukweli, tangu nimechaguliwa kuwa mbunge
hili ndio tukio la kwanza nalifanya. Sijafanya tukio jingine linalofanana na hili. Kwa hiyo ninamshukuru sana Mungu kwa ajili ya tukio hili, lakini pia naendelea kujifunza kwamba sisi viongozi tunatumika katika kila sehemu, na mimi naichukulia sehemu hii kama eneo langu la utumishi. Ndugu zangu, wakati MC anaendelea kuita kwaya, alikuwa anarudia jambo la mgeni rasmi kuwa na majukumu mengine. Kimsingi sina majukumu binafsi, mimi ni kiongozi. Leo tangu jana tuna mbunge mwenzetu Mheshimiwa Exaudi Kijayo, mbunge wa Mufindi Kaskazini, amefiwa na mwanaye, na msiba utakuwa hapa kesho, na mimi ndio mwenyekiti wa kamati ya mazishi hapa, kwa sababu mwenzetu yule mtoto alifia Kondoa. Wao wako wanatoka kule wanakuja huku, sisi tunaandaa hapa jenzi wa kaburi pamoja na maandalizi hapa nyumbani. Kwa hata wakati nakuja hapa nimeacha wenzangu pale wana kikao, lakini kama ilivyo kawaida ya mtumishi yoyote yule, wakati wote unapokea taarifa. Wakati nikiwa nafika hapa nimepokea taarifa kwamba naibu waziri wa maendeleo ya jamii Engineer Mary Priska anakwenda kutembelea chuo cha Lugemba, na mimi nikiwa mgeni nilipeleka hoja kwa serikali kutaka Lugemba kiwe chuo kikuu na sisi tupate chuo kikuu, ili na sisi kwenye halmashauri yetu ya mji wa Mafinga tupate chuo kikuu, ambapo tunaamini kwamba uwepo wa chuo hicho sio